Nam, ala tusanifu kitaba vizuri. Muhammad ibn al-Hasan anaulizwa, waonaje usitengeneze kitabu cha elimu ya uchamungu, kwa maana ilmu tasawufi? Akasema, sanamtu kitaba fil buyui, nilishatengeneza kitabu kinachozungumzia masala ya biashara. Yani zahid, panakusudiwa mcha Mungu, huwa mayataharasu ani shubahati, ni yule anayejiweka mbali na mambo yanayotatiza tatiza, wal makruhati, na yanayokarahisha, waina fi tijarati, katika biashara, wakadhalika fi sairi almuamalati, na pia vile vile katika baki ya miamala, kwa maana ya kazi mbalimbali, lakini pia walhirafi, na aina ya kazi zinazotegemea mikono. Wa kullu man ishtaghala bi shay'in minha, na kila mwenye kujishughulisha na chochote katika miongoni mwa kazi. Shatengeneza kitabu katika albuyui. Yuftaradhu alayhi, ni faradhi kwa kila Muislamu ilmu, kujua ataharruzi anil harami fihi, kujiepusha na yale yaliyo haramu ndani yake katika biashara. Wakadhalika yuftaradhu, na pia vile vile panafaradhishwa alayhi, juu yake Muislam, ilmu ahwali alqalbi, kujua ama kuwa na maarifa ya hali za moyo wake. Moyo unapotaghayyar, moyo unapobadilika, moyo unapokuwa ni safi, awe anafahamu hali mbalimbali za moyo wake, kuanzia atawakuli, namna ya kumwegeza Mwenyezi Mungu, kumtegemea kwenye kila unachokihitajia kwake, sawa. Wal inabati, na kujipendekesha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kama haitoshi sio wal khashyati, na mtu kuwa na uoga mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na namna ya kuitafuta ridha na namna ya kuitafuta radhi ya Mola Subhanahu wa Ta'ala inapatikana vipi? Ajue yuftaradhu alayhi ilmu ahwali alqalbi. Hizi sawa, tunasema ndio jalati katika masala ya ilmu ya qalbi. Kwanza tawakuli, inategemea ndani ya moyo wa mtu. Al-inaba, marejesho, kwa maana ya mtu anapopatwa jambo alirejeshe kwa Mwenyezi Mungu, na khashia, na uoga kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ridha, lakini pia hata radhi huwezi kuipata kama hutoisafisha nafsi yako. Kwa hiyo fa innahu waqi'un fi jami'i al-ahwali, yote haya ni yenye kutoka katika hali zote ambazo watu wanazo. Wa sharaful ilmi la yakhfa ala ahadin, mabwana, utukufu wa elimu haufichiki kwa yeyote, kwamba elimu ni kitu chenye thamani, ni kitu ghali kweli kweli. Idh huwa almuqtasum bil insaniya, na kuanzia hapo kwanza tutambue elimu imehusishwa kwa mwanadamu pekee. Viumbe ambavyo tunavijua vyote, sairul makhluqati, havija faradhishwa au hakuna ikhtisasi, yani hakuna ikhtisasi ya elimu viumbe vingine. Lakini idh huwa, elimu hiyo, almukhtasu, imehusishwa bil insaniya, kwa mwanadamu. Lianna jamia alkhisalisi wal ilmi, kwa sababu mambo yote unayoyajua ndugu yangu, kuiacha elimu tu, mambo yote unayoyajua, kuacha elimu, yashtariku bihi fiha al-insanu, ndani yake mwanadamu anashirikiana mambo yote au hali zote, sawa. Si wal ilmi, kuiacha elimu tu, sio yashtariku biha, yashtariku fiha al-insanu, mwanadamu anashiriki hapo kila walivyo navyo vingine, kila walivyo, mfano kujamia, kufanya nini, kuingiliana, yote haya tunashirikiana na wanyama na wengine na nini katika kwa kila kiumbe na hali yake. Kwa hiyo tunashirikiana, yashtariku fiha al-insan, mwanadamu anashiriki hapo, kwa maana tunakuwa musharaka baina al-insani na sairul hayawanat, wasairul hayawanati, na baki ya wanyama wengine. Mfano kashajaa, ushujaa, sawa. Wako wanyama ni mashujaa kweli kweli, sawa, kwa namna walivyo ni mashujaa. Sasa kama ilivyo mwanadamu kadhalika ni shujaa, basi tunashirikiana kwenye hilo la ushujaa na wanyama wengine. Kama haitoshi,
waljaraati, na ujasiri. Sawa, ujasiri yani kuna wanyama ni majasiri, unamtisha naye anakutisha, njoo karibu. Sawa, ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo haya ni masala ambayo tutashirikiana baina yetu sisi na sairul hayawanati, viumbe wengine wanyama. Shajaa, aljaraa, alquwa, nguvu. Wako wanyama wana nguvu kuliko kawaida yani. Wako wanyama sawa, wana nguvu kuliko kawaida, kama ambavyo wanadamu kuna wenye nguvu kuliko kawaida. Tunashirikiana juhudi na bidii. Kuna wanyama wana bidii, kuna viumbe vina bidii vya hali ya juu sana sana, lakini pia washafaka na huruma. Wako wanyama ukiwatazama wanavyoishi unagundua kwamba hawa wanyama wana roho nzuri, wao kwa wao wanahurumiana kuliko kawaida. Wa ghairiha siwa alilm, na mengine yoyote ama tabia zilizo zingine zote sawa, siwa alilm, isipokuwa elimu tu. Wanyama wamepewa maarifa ya elimu, bali mwanadamu ndio akarufaishwa akafanywa kuwa ni mbora, akafanywa kuwa ni mbora sawa, kwa sababu ya kupewa elimu. Wabihi, na kupitia ilmu, adhahara Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu alidhihirisha fadhila Adam alayhi salatu wasalam, ubora wa nabii Adam. Mwenyezi Mungu kupitia elimu alidhihirisha ubora wa nabii Adam alayhi salatu wasalam ala almalaika, juu ya malaika. Ndio wa amarahum bisujudi lahu, kisha akawaamrisha Mwenyezi Mungu malaika wamsujudie nabii Adam alayhi salatu wasalam, ikiwa ni sijidatu ta'dhim, kumuadhimisha kwa sababu ya kile alichonacho malaika hawana. Inshallah naweka kitu hapa. Hapana. Acha nimalizie. Sawa, inama sharafu wa inama sharufa alilmu, sawa, na hakika elimu imekuwa tukufu. Wa inama, si vinginevyo ilivyo hasa, hasuru ma'a tawqidi. Wa inama sharufa alilmu, na hakika si vinginevyo elimu imekuwa tukufu, likaunihi wasila, kuwa kwake elimu ni kiunganishi, ila taqwa. Ndio uchamungu unaupataje kama una elimu? Ndio maana elimu imekuwa tukufu sana, kwa sababu ni wasila, kiunganishi cha mtu kuwa mcha Mungu. Lati, sawa, ucha Mungu ambao yastahiqu bihal mar'u, mwanadamu anastahili kuwa na hiyo hali ya ucha Mungu. Sawa. Lakini pia alkaramatu inda Allah, mwanadamu anapata ukarimu, utukufu mbele ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya elimu. Wa saadatul abadia, na mafanikio ya milele kwa sababu ya elimu. Sawa, kama qila li Muhammad bin al-Hasan bin Abdullah rahmatullahi alayhi. Tujitondoke na maneno haya: ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli al-mahamidi wa kum mustafidan fi kulli yawmin ziyadatan min al-ilmi wasbah fi buhuri al-fawaid. تفقه فإن الفقه أفضل قاعدي إلى البر والتقوى وأعدل قاصدي. هو العلم الهادي إلى سنن الهدى، هو الحسن ينجي من جميع الشدائد. فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من 1000 عابد. وإن شاء الله تريد kuondoka na mashairi hayo.